Naanza kwa kusema niko tayari kutubu kwa Pascal Cassian ikiwa kuna namna yoyote niliingiza hisia za kumchukia ama za uadui. Ingawa katika klipu zangu zote nimetumia neno kama, ikiwa ni kweli afuate ushauri 1, 2, 3. Lakini 2 niseme katika hii klipu ambayo Cassian hapa ametoa ufafanuzi wake, nikiri kwamba amenilindia sana heshima, hajaonyesha namna yoyote ya ubaya mimi, lakini pia na watu wengine. Lakini kuna kama sala pili na dakika 14 alikuwa ametaka kutaja, ni kama alikuwa ananielezea mimi pale, lakini haja nisema kwa ubaya. Hata hivyo nionyeshe wasiwasi na kwamba inawezekana sana wote mlio comment na kumpa moyo, sidhani kama mmesikiliza walau ufafanuzi zenyewe za uhitaji ambao watu walikuwa wanahitaji ni nini, yeye kafanya nini, kwa sababu kwingine kote huku lugha ambayo haitawafurahisha. Naweza kuambia alikuwa na wapanga na alikuwa anatumia lugha ambazo kwa upentekoste ukizitumia utawapata tu wa Pentekoste, yani watakuona pole mtumishi wa Mungu, vita yanapita, ni mapito, Bwana anakwenda kukuinua tena. Lakini ukimsikiliza sala pili anapoanza kuonyesha kama kufafanua, utakiona kigugumizi kinachoonyesha ni kama kuna mambo unayaficha. Nitarudi kwenye hii kuwapanga. Ameanzia wapi kuwapanga? Biblia inasemaje kuhusiana kuwapanga watu kwa sura kama hiyo? Kuna maswali machache sana ambayo yalitakiwa majibu yake mafupi sana, ambayo hazikuhitajika tantalila zote hizi, hasa kwa klipu ya kwanza ambayo Cassian angeitoa. Hakukuhitaji tantalila zote hizi. Kulikuwa na maswali mafupi tu ambayo itakiwa yajibu mapema mwanzoni kabisa mwa maelezo yake. Nayo ilikuwa ni ulikuwa hospitali lini hadi lini, ziwekwe tarehe, kwa sababu maelezo mengi waliotoa watu wanakubali hospitali ulienda, lakini maelezo yako uliokuwa unatoa wakati uko kwenye ufiche, huonekani ulipo, yanakinzana na hiki ambacho kinaonekana sasa. Kuna mahala havieleweki. Nilikuwa nyumbani, nilikuwa hotelini, nilikuwa nimepata nafuu. Kuna klipu zinakataa ulizokuwa unatoa, zinakataa. Nitaeleza hapa ndani kidogo. Kuna klipu zinakataa. Kuna klipu zinaonyesha ulikuwa serious hospitali, lakini mfafanuzi zinakuja kwamba nilikuwa nyumbani, nilikuwa hotelini. Kuna watu walikuwa na kesha, wanafunga, wananiombea, wanakuja pale nyumbani, wananifuata hotelini, wa Sabato, wa Ruteli, Waislamu, wa Faraga. Kitu ambacho hawa wa Faraga, hawa waliokuwa naomba, ilikuwa ni haraka sana tu wenyewe ndo wajitokeza sema jamani, sisi ndo tulikuwa naomba, hali ilikuwa critical kwa kiasi kama hiki. Lini? Sababu shida imekuwa ni mwendo wa kuchangisha fedha ulivyokuwa mrefu, njia zilizokuwa zinatumika kuchangisha fedha, msisitizo uliokuwepo wa hali ile. Hali ndio inaitakiwa confirmation kwamba maombi yalikuwa yanahitaji shilingi ngapi ya wa Faraga, ya wa Sabato,
Sabato, ya Waluteri, ya Waislamu waliokuwa wanakuja kuomba. Ama kama ni hospitali ulikuwa unalipa kiasi gani? Ndio maana jambo lingine ilikuwa tu uonyeshe miamala ya ulikuwa umepokea kiasi gani, umelipa kiasi gani mahospitalini, bila kuonyesha vipimo vya magonjwa. Na pia hata kama umejengea kiasi gani, kwa sababu sio dhambi kiasi kinachozidi ukajengea. Hayo ndio maswali yalitakiwa tu yajibiwe mapema kabisa, dakika za mwanzo kabisa. Na ushauri mwingine kwamba ungeonyesha hata majina ya hospitali tulizopita na tarehe zake, majina ya hospitali na tarehe zake, kwamba tarehe hii na tarehe hii nilikuwa hospitali hii, moja ya risiti ya kulipia hii hapa, bila kuonyesha ulilipia ugonjwa wa aina gani, kwa sababu hiyo ni siri ya mgonjwa na daktari. Tarehe hii na tarehe hii niko hospitali hii, basi mtu anafahamu kitu cha aina hiyo. Baada anasema hawezi kuzitaja hospitali za sura hii, lakini hapo maelezo yanachanganya hospitali zamani wakati wa ajali na ugonjwa huu, vinachanganywa. Wakati wa ajali ndo tulipataga ushuhuda kule nyuma, walitaka kunipa sumu, sio walitaka kufanyaje, tulipataga ushuhuda kule nyuma sana. Hapa unaingizwa nao kwamba nimeenda hospitali hii, wakanipa rufaa hii, wakanikataa, kifupi kripu husika imewapata uliokuwa na wapanga, lakini imezalisha maswali mengi kuliko yalivyokuwa mwanzo. Ushauri mwingine ilikuwa hizo ndevu nyoa tu. Hiyo nguvu inayotumika kuongea hiyo inatosha kabisa kunyoa. Mimi ni dhani hivyo. Ndevu hizo zinatumika kuonyesha kama kuna kahali fulani kagumu sana. Anyway, hebu tuingie ndani. Tuanzie njia ya kuwapanga, ambayo kuna kakirio fulani, kamsisitizo fulani. Uto ni tutriki tu wa Pentekosti ukipita hapo, kwa sababu wa Pentekosti kaeneo fulani ulikofafanua hapa, unaamini asilimia kubwa na wateja wakubwa wa hizi kripu zako ni Wakongo, wale wakimbizi wa Kongo ambao wako kwenye bara la Ulaya, bara la Amerika, bara la Australia, na nikusaidie, na mlio karibu naye mnaweza mnaongea naye lugha nzuri, msaidieni hili jambo kwamba linamshushia CV. In such, elimu ya Cassian huwa inaonekana kwenye maneno ya Kiingereza anayochapia, Kiswahili anavyoingiza. Mimi pia ni la 7, ila mara nyingi mimi Kiingereza nikikizungumzia na kuwa nimejua matumizi yake. Lakini sasa ukitaka kupata shida zaidi, ili neno analotumiaga mabara ya Ulaya, mabara ya Amerika, yale sio mabara tena. Ukishasema mabara ya Ulaya, ni nchi za Ulaya zilizo kwenye bara la Ulaya, lile ni bara moja. Bara la Amerika ni moja, bara la Australia ni moja, kuna Antarctica, kuna Afrika, kuna Asia, kuna mabara 7 kama nitakosea, 6-7 hapo nilisomaga, nadhani sio darasa la 3 miaka hiyo, mwaka 90 na ngapi. Mimi mwenyewe sio mkubwa kivile, mwaka 94 nilikuwa darasa la 3, nilikuwa na miaka 11 kwa darasa la 3. Kwa hiyo ni kama darasa ndo tulisoma mabara, nchi mabara, na kama sio 3 na 4 na 5 hapo. Kwa hiyo hii lugha inapokosewa hivi inashusha zaidi CV. Ndugu zangu mlio katika mabara ya Ulaya, mabara ya Afrika, mabara ya Amerika,
msahihisheni hilo jambo. Au anasema bara la Ulaya, bara la Asia, bara la Amerika Kaskazini, Amerika Kusini, bara la Afrika, bara la Australia, au nchi kadha kadha. Acha tuingie usikie hapa kwa namna ambayo inaweza kuwa inapingana Biblia ambayo mimi nahitaji kwamba huku ni kuwapanga watu. Hakikisha kwenye muda, jenga uhusiano wako na Mungu. Usijenge uhusiano wako na mtumishi wa Mungu. Jenga uhusiano wako wewe na Mungu. Hii itakusaidia kuepa mishale ya Mungu Shetani. Usitoe sadaka na msaada kwa sababu umesikia tu jambo chuchu. Fanya research na kisha usikilize uhusia wako wa Roho Mtakatifu, ndipo ufanye msaada katika nyakati za mwisho, kwa sababu unaweza ukafanya msaada mahala kwa mtu, kumbe sio mahala sahihi pa kwenda kuondoa huo msaada, kama unamsaidia shetani kazi yake. Kwa hiyo hakikisha wewe mwenyewe kabla hujatoa msaada mwenyewe, patana na Mungu wako, anatoa huo msaada. Nimeisikia sauti yako Mungu, namsaidia mtumishi huyu. Maana yake utoe huo msaada pasipo kujenga uhusiano wako na Mungu, kwa sababu hata kama itakuja kutokea jambo lolote, taharuki yoyote, haitakuafekti kisaikolojia. Utakuwa umepanda sadaka yako mbele za Mungu, utakuwa umeshajua ya kwamba nimetoa kwa ajili ya Bwana. Unajua hata kama huyu mtu akawa amefanya jambo kinyume hapo katikati nikakujeruhi, wewe imani yako itabaki pale pale na uhusiano wako utakuwa pale. Kwa hiyo usifanye matendo mema haya pasipo kuongozwa na Mtakatifu, kwa sababu maneno ya aina hii kwa walokole huonekana kama ni ya kiroho sana, yani yanayoonyesha usimwangalie mwanadamu, mwangalie Mungu tu, uwe na mahusiano na Mungu tu. Kwa sababu mlokole kabisa aliye data, yeye anashikisha yuko rohoni ni mtakatifu sana, lakini aliye data, aliyefia tuka kabisa akili, kwa sababu mkubwa ni adui wa akili. Ile kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa, mwangamia kwa sababu ya kukosa maarifa. Yeye anasema maarifa ni mwangamia kwa sababu ya kutokujua maandiko, lakini kumbe maarifa ni kufanya jambo ambalo wengine hawezi kulifanya kwa akili ya kawaida, kwa namna za kawaida. Hawataki kuamini Mungu ni akili. Ndio maana Sulemani alisema naomba akili. Mungu akasema kwa kuwa umeomba akili, ndio lile hilo andiko, tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, mengine yote mtazidishiwa. Umeomba hekima. Mithali 8 anasema mimi ni hekima, nilikuweko mwanzo wa kuumba kwa ulimwengu. Kuumbwa kwa Mungu kwa ulimwengu nilikuwa stadi wake wa kazi. Ndio hiyo katika Yohana 1:1 anasema kwamba hapo mwanzo alikuwa kwa Mungu, naye alikuwa kwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, pasipo yeye hakufanyika chochote. Mungu ni akili. Ni akili Mungu. Na kitendo cha mwangalie Mungu, usimwangalie mtu. Mungu ni nini? Mungu ni watu. Mungu ni matendo mema yanayotendwa na watu. Katika Ibrania 13:7 sema, kumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, waliowaambia neno la Mungu, tena kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao, iigeni imani yao. Msimwangalie Roho Mtakatifu. Msimwangalie Roho Mtakatifu, sui Mungu. Hamtamjua Mungu isipokuwa mmemwona kwa mtu. Ndio maana katika Wakorinto wa kwanza 11:1 Paulo anasema, munifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Haya maneno hutengeneza kiburi kwa mtu. Anasema mimi namwangalia Mungu tu, simwangalie binadamu. Huyo Mungu ulisomewa na binadamu, ulionyeshwa na binadamu, na ungemwelewa zaidi ungemwona binadamu mwenye matendo yanayofanana na Mungu, sio tu anayehubiri. Hapa ushauri ulikuwa muangalieni binadamu mwenye sifa za Kristo, sifa za Mungu, ambaye namna ambayo Mungu alimaanisha. Mungu alimaanisha nini? Unataka kujua Mungu ni nini? Mungu ni namna bora, ni namna isiyo na madhara. Mtu anayefanya kwa namna inayoonyesha huruma, inayoonyesha kufanya vitu ambavyo kesho vizalishi madhara. Hiyo ndio hekima, hiyo ndio maarifa, hiyo ndio akili, huyo ndio Mungu. Mwangalieni mtu ambaye karibu kila kitu anachokifanya ukikipima kwa akili zote, kwa ufahamu wote, kwa kiroho cha aina yoyote, utaona kitu hiki kesho hakina madhara.
hizi lugha za sijui, ili utoe pesa mshirikishe Roho Mtakatifu mpaka Mungu akwambie. Hakuna mtu wakati analia unaweza kwanza kutaka Roho Mtakatifu sema wewe ni shetani. Mtu anapolia unatoa msaada kwanza, alafu baadaye ndio unaanza kuthaminisha kilio husika na tatizo lenyewe. Lugha ambayo ingetumika hapa ni kwamba tuwe makini unaposikia mtu analia, lakini kuna aina fulani ya kilio kinashtua, akihitaji umakini wa aina yote. Hiyo ni kama yule mtu ambaye Yesu alisema mpende jirani yako kama nafsi yako. Akasema jirani yetu ni nani? Akamwambia mtu mmoja alikuwa anasafiri kwenda Yeriko, katikati barabara akavamiwa na majambazi, akapigwa, akawa katika hali ya kufa. Akaja kuhani akapita pembeni, bila shaka alisema naenda kumwiza Roho Mtakatifu. Akaja Mlawi akapita pembeni, akasema naenda kumwiza Roho, bila shaka ndani yake akasema naenda kumwiza Roho Mtakatifu, Roho hajanifunulia kuwasaidia watu kama hao. Lakini akaja Msamaria ambaye anaitwa mpagani, yeye haraka sana alimsaidia yule mtu. Biblia inasema akauliza, kati ya hawa jirani ya mtu huyu ni nani? Jirani kabisa ambaye amempenda jirani yake kama nafsi yake. Akasema ni huyu Msamaria. Yesu akasema na nyie muwe mnafanya hivyo, msitaki kupima mambo kwa kinachoita Roho Mtakatifu kaniambia. Hizi kama lugha fulani za unyenyekevu, lakini zinaunda kiburi. Katika kitabu cha Mathayo, Mungu aliongea jambo fulani, Yesu aliongea jambo fulani, sema aupokea ninyi anipokea mimi, naye anipokeaye mimi ampokea yeye aliyenituma. Ampokea nabii kwa kuwa ni nabii atapata thawabu ya nabii, naye ampokeaye mwenye haki kwa kuwa ni mwenye haki atapata thawabu ya mwenye haki. Na mtu awaye yote atakayemnywesha mmoja wapo wadogo hawa ngaa kikombe cha maji ya baridi kwa kuwa ni mwanafunzi, amin nawaambia haitampotea kamwe thawabu yake. Sasa hili alijaishia kwenye kumpa tu mhubiri fedha. Ampokeaye, si kumpa tu vitu, apokeaye maneno yake, njia zake, ushauri wake, mwenendo wake, atapata kipawa, hatua ile ambayo nabii huyu alikuwa nayo. Mungu ni watu wanaonekana katika nia ya kweli ya Kristo. Iweni na nia hiyo iliyokuwa ndani ya Kristo Yesu. Waangalieni watu walioongoza, waliowaambia neno la Mungu kwa kuchunguza mwisho mwenendo wao. Igeni imani yao, sio mwangalieni Roho Mtakatifu. Hii imezaisha watu. Roho Mtakatifu anajua ni kiburi. Yaani ukifanya lile unalojisikia wewe, Roho ameniambia, amenifunulia. Hapana, kuna mwongozo wa kibinadamu. Utu kabisa ndio utakatifu ambao Mungu aitaka tuwe nao. Ndio maana Rebeka kahaba, kwa kutenda ile tendo la kuwasaidia wale watu wanaoipeleza nchi, wataka tu kupita lakini wakazuiliwa. Biblia inasema kwa imani mengi kwenye magwiji ya walio na imani kubwa, kwa sababu utakatifu ni utu. Kornelio alikuwa ni mpagani, lakini alikuwa anawapa watu misaada, alikuwa anahurumia watu. Yule Msamaria alikuwa ni mngeweza kuita mpagani, lakini alimhurumia. Utakatifu ni utu, ni namna ambayo ukifanya leo ina faida kesho, na inapingana na hasara na madhara. Kwa hiyo tafadhali sana mnaopata vishauri vya aina hii, mwangalie Mungu tu, usiangalie wanadamu. Msikilize Mungu tu. Tatizo likitokea immediate ni kusave kwanza tatizo. Inategemea na aina ya kilio mtu anacholia. Tatua kwanza tatizo, alafu anza kumpima baadaye. Lakini kama alitishi ni kweli, fanya research. Tumia kwanza akili. Katika kutumia akili ndipo Mungu pia atakusaidia kufanya maamuzi sahihi. Hebu tuangalie hii namna nyingine ya mimi nilikuwa sitaki mtu yoyote ahusike, kwa sababu wote niliona ni maadui wangu kiroho. Kweli dunia haijafika mwisho. Mwisho sio nyumba unayokuwa umejenga. Mwisho sio hawa watu ambao unajua wako mabara ya Ulaya, mabara ya Amerika. Kuna vitu vinahitaji utu, havihitaji fedha. Wote kama umetuona ni maadui, ni hatari kwako, hakuna shida. Dunia haijafika mwisho.
kuna mahala yatatokea kutokea, tutajua sisi ni maadui zake, hatutafanya chochote. Hivi tumwe na uelewa sana kwenye swala la mimi namwangalia Mungu tu, nikaona nimwangalie Mungu tu. Ajitengae na wenzake, hutaka mataka yake mwenyewe. Hebu sikiliza kwanza hii na kurudia. Kwa hiyo baada ya kupata matatizo, ndio maana sikutaka mtu yeyote ahusike, yeyote. Nilitaka nimuonyeshe Bwana na kumdhihirisha Bwana, naweza mambo yote katika yeye anitia nguvu. Nayaweza mambo yote katika yeye anitia nguvu. Ndio maana nilifanya kila kitu. Sikutaka mtu yeyote ahusike katika safari yangu ya kiroho. Nikasema mtu akiguswa na Mungu, akisemezwa na Mungu huko, atatumia njia hii, atatuma huko. Sitamshurutisha, sitataka kujieleza sana kwenye simu. Sitafanya hivi, nitajiuguza, nitatibiwa, nitafanya chochote. Mtu yeyote akiguswa pasipokuwa na maelezo yoyote, na Mungu ameinua watu. Sasa Wapentekosti, mkisikia maneno kama haya mnaona ni msimamo kweli. Lakini kumbe wakati mwingi sana mtu anaweza kajificha siwe na uhusiano na watu kwa namna ya wazi. Wengi wanakuwa wao ndo wana hali fulani mbaya. Haya, huna muumini, huna mwanafunzi wa nia yako, huna baba wa kiroho, huna director kwenye maisha yako. Sisi wengine tukipata matatizo, kuna watu wanakuja kutujulia hali, alafu wanawapa watu updates kwamba sasa Mbarikiwa yuko katika hali hii na hii na hii, kuna shida hii na hii. Wewe huhitaji mtu azungumzie swala la shida yako, akutetee, awe pamoja na wewe. Unamhitaji Mungu tu. Huyo Mungu, mbona akina sisi kwa mfano kuna pesa fulani alikuwa anatumia watu, tunaituma na mimi na watu wengine pia. Kwa nini singekuwa inakataliwa kwamba nataka itakayotumwa moja kwa moja kwangu? Hizi sio lugha za misimamo wananchi, sio lugha za misimamo. Msio mnapotezana, msio mnadanganyana. Ndio mimi najua sehemu kubwa mnaofuatilia hapa mmeshanitukana kwa sababu hamwezi kusikiliza mpaka huku, lakini kuna kesho. Wewe tu, kuna kesho. Andiko inasemaje? Mithali 17:18 mstari wa kwanza, jitengae na wenzake, hutafuta matakwa yake mwenyewe, hushindana kila shauri lililo jema. Ajitengae na wenzake. Yesu alitengeneza wanafunzi ambao walao walikuwa wanaweza wakasimama badala yake, wakajibu baadhi ya maswali yake. Huna wanafunzi chini ambao umewafanya wawe na nia ulio nayo. Huna baba wa kiroho, huna rafiki wa kiroho wa nia yako, wa moyo wako. Huna baba wa kiroho tangu nazaliwa, au ambaye umemwona sasa hivi amekutangulia kwa mengi, anaweza akakusaidia, akakukontrol, akakushauri, akakukanya, akakuongoza. Huna. Onyo, tahadhari, kuna kesho. Mjadala uliopo sasa, ili tujue wewe ni mtu wa Mungu, tunataka tu evidence. Nataka tu evidence za ulikuwa wapi. Anyway, hebu tuendelee kuangalia mkanganyiko mwingine. Watu wapo duniani ambao Mungu amenipa. Nikasema siwezi kusimamisha ujenzi, siwezi kufanya chochote. Kila kitu, pesa nishalipa huko, nishafanya kila kitu. Kwa hiyo pesa zikawa zimenishia. Kwa hiyo nikasema basi, kwa sababu Mungu anao watu, naweza basi kuliweka hadharani. Lakini sikutaka kabisa kuchangishiwa na mambo. Nikasema tena mimi mwenyewe nitazungumza, mwenye kutoa atatoa. Hizi kauli zinaongeza utata. Nikaona nimeishiwa fedha, nikaona nisimamishe ujenzi, pana watu. Anyway, maelezo yaliyotangulia yanaonyesha kwamba ulishalipa hela za ujenzi tayari zote.
Mgogoro wangu huko hapa, ni lini ulianza kuchangisha pesa? Ulitumia kiasi gani zikaisha? Na umepokea hizo ndogo jumla ngapi? Hizo ndogo hizo pokea jumla ngapi? Watu wamenikatia tamaa, watu sitapona na nini. Hamasa ilivyokuwa kubwa, ilipungua pesa kiasi gani? Kwa sababu sasa hapa hautaki kuhusisha kabisa kwamba kuna pesa uliipata wakati wa kuumwa, uliingiza kwenye ujenzi, kitu ambacho sio dhambi. Sio dhambi, Pasco. Fanya hivi, weka wazi miamala, weka wazi miamala, kwa sababu kuna mahali tuliongeza kuchangia zaidi ilipoonekana ni kama watu shida imekuwa kubwa, alafu ni kama watu hawajihusishi kwenye kuhusika, kwenye kutatua. Sasa na hizi shuhuda zingine inaleta ukakasi, brother, inaleta ukakasi. Sijui, mimi nikwambie tu kwamba tutaacha ukweli wowote uliopo, lakini kama haukuchangisha kwa ajili ya kujipatia nafuu fulani, ulikuwa ni ugonjwa kweli, pole sana, na Mungu aendelee kukuweka na kutimiza makusudi yake. Lakini kama ulikuwa na hila na kusudi lolote, kujitetea, kuwapanga watu, sijui, ila na kuhakikishia Mungu ana njia zingine nyingi sana za kufichua mambo yaliyofichwa au yanayofichwa. Kama kuna namna yoyote ya uovu, inawezekana kabisa utakuja kuona mazingira magumu sana. Hapa kwanza umetukataa wengi sana, tumeonekana wote ni hatari kwako. Kwa hiyo nadhani nyie ni wale ambao mnategemeaga Mungu tu asiyetumia watu, au mnatumiaga Mungu tu ambaye kuna watu watatoa fedha, wako kwenye mabara ya Ulaya, mabara ya Amerika. Lakini nataka nikutahadharishe kwamba kuna vitu vingi kwenye maisha ya binadamu vinahitaji mtu anayeweza kutoa utu wake, si wale tu wanahitaji kutoa fedha. Weka vizuri haya mambo, usipite mzunguko mrefu unaopita. Nilikuwa hospitalini tarehe hii hadi tarehe hii, nitumia kiasi hiki cha fedha. Nilipata ugonjwa wakati ndo nimeshalipia material nilipia kiasi, nilipia maduka haya na haya tarehe hii. Imani, miamala kweli iliyoingia ilikuwa ni hii, nimetumia kiasi hiki, au bado ilipelea kiasi hiki. Shahidi huu hapa, weka hayo, imetosha. Haya mengine kaka, utapata watu wengi sana hawa. Pole mtumishi, Mungu anaenda kuinua hawa, kina Mbarikiwa ni mashetani, lakini kesho huenda sisi ndo tungeweza kuja kuwa pamoja na wewe kuliko hawa. Narudia tena na namalizia hapo, naomba ufahamu, kwenye maisha kuna vitu havihitaji pesa za watu walioko nchi sehemu zimeendelea. Kuna vitu vinahitaji utu. Sisi tulio wapagani tusaidie sana, weka tu ukweli huo
tuamini tusiamini, kuna eneo hatutaendelea kubishana, kufafanuliana. Kuna eneo tutaacha Mungu sasa, mbona hapa ni kama bado hatujaelewa, lakini kwa hapa inatosha. Eneo ilikuwa niwe na mambo mengi sana ya kusema kwenye hii clip. Acha niishie hapa. Asante na hongera kwa kunisikiliza. Hii ni sauti ya mtu aliye akiwa ametoka kumhifadhi sifa. Ni yule aliyekuwa analia akiwa ametoka gerezani alikokuwa amefungwa kwa ajili ya neno la Mungu. Kabla hapo alikuwa analia akiwa ametokea nyikani, kabla na baada ya kuwa mwanawe wa pekee. Yeye anasema itengeneze njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Heri mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayeuawa, ama afae katika Bwana tangu sasa pata pumzika mara baada ya taabu yake, kwa kuwa Mungu msemaji wa mwisho, mwamuzi wa kweli, hakimu